Yule kijana mdogo kabisa hapa alituambia miaka 70 tulikuwa wa pili kiuchumi baada ya Dar es Salaam. Lakini miaka hivi karibuni sasa ni wa pili kutoka chini. Tukimzidi Simiyu tutakuwa mtoto wa juzi kwa maana ya mkoa. Kwa hiyo tuliopo hapa bado tukifanya vyema, nafikiri tutafanya mkoa wetu utoke kule chini tuweze kurudi juu kama tulivyokuwa. Labda tuendeleze ile usemi wetu wa Ivikomka, ulikuwa unasema make Kagera great again. Tukiangalia Kagera kama alivyosema ndugu yetu, potential yetu ni kubwa sana. Hatustahili kuwa huku chini. Lakini yote haya tutaweza kuyasema kwa vile leo tuko hapa. Najua kikao hiki kina malengo kadhaa. Kwanza tutapitia na kuandaa mwongozo wetu na budget yetu ya miaka mitatu. Lakini tuangalie namna bora ambayo tutaweza kupanua uwezo wetu wa ulipaji wa kodi. Kupitia kikao hiki tutaweza kuimarisha shughuli za jumuiya ya wafanyabiashara Tanzania kwa mkoa wetu wa Kagera. Lakini tutaweza tutaangalia namna bora ya kuweza kuongeza ushirikiano baina yetu, kwa maana ya kwamba jumuiya na watu wake sasa tusaidiane sisi kwa sisi, tuhudumiane sisi kwa sisi, na tuwezeshane sisi kwa sisi, ili mwisho wa siku tuweze kufanya uwekezaji mkubwa. Unajua kwa nini tunakuwa mwisho? Sio kwamba hali yetu ndogo ni hali, hapana. Ukiangalia takwimu za kiuchumi, household income yetu ni nzuri. Lakini sasa tunapokwenda kwenye per capita income inapungua, kwa sababu hatuna biashara kubwa. Hatuna kina Manji, hatuna kina Baresa kama ilivyo Dar es Salaam. Kwa sababu tukifanya biashara kubwa, yale mapato makubwa yatagawana kwa kila kichwa. Kwa sasa ishachukuliwa income yetu yote, hata kama household income ni nzuri, tukijagawana kwa kichwa tunakuwa chini. Kwa kupitia jumuiya ya wafanyabiashara sasa tuungane kwa pamoja, tufanye kazi pamoja, tuhudumiane, lakini tusaidiane. Na kama nilivyosema hapa awali kwamba mkoa wetu una fursa nyingi, basi tuangalie namna kuzitumia. Tuna fursa katika kilimo, hasa zao letu la kahawa linazidi kupanda bei kila mwaka. Tuendelee kuwekeza. Na sisi kwenye eneo la kilimo kama mkoa tumeshaanza kufanya ile kilimo cha pamoja, global farming. Tulikuwa na lengo ndani ya miaka mitatu angalau tumepata mashamba ya pamoja yasiyopungua ekari 10,000. Kwa sasa tumeanza na ekari 367 ambazo ziko Mleba katika kijiji cha Makongoro. Kilichofanya tumepata shamba, serikali imefyeka, imelima na imewezesha samadi ya kupandia na kupanda kahawa, na kisha kuzigawa ekari 1,000 kwa kila kijana aliyeko pale Makongoro. Kwa bado fursa hizo zipo, tuweze kuona kwenye kilimo tunafanya nini, kwenye mifuko tunafanya nini. Tukumbuke karibia 40% ya ranch ya vitalu vya ranch ambayo ni nalo viko Kagera. Tunazo ranch 6 ambazo bado zinahitaji uwekezaji. Kwa hiyo nako kwenye eneo la ufugaji tuangalie hizo nazo fursa. Lakini kwenye uvuvi bado kuna fursa kwenye kufuga samaki kwa vizimba. Kuna maeneo makubwa tunashafanywa kazi
Wana Jamboko ni Ubafu. Ubafu tuna kilomita 22 ambazo zinaweza kuweka mzima kama 500. Haya, huko ndio kuna fursa, lakini tuna fursa kwenye eneo la madini. Tuna fursa pia kwenye eneo la utalii na ukarimu.